Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika ilmi fiziai al-Quran, maarifa ya sayansi ya Quran. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Dhariyat aya 21, anasema wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na kupitia katika nafsi zenu, kwa maana katika miili yenu nyinyi wanadamu. Afala tubsirun, kwa nini hamfanyi tafiti? Mbona hamuoni yaliyo katika nafsi zenu? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka watu tufanyeje? Tufanye utafiti, na hasa katika ilmu an-nafsi, kwa maana ilmu ya psychology. Tunakwenda sawa? Hapa mashekhe zetu akatuambia hatha al-Qur'anul Karimu al-insana, kwa maana Qur'ani tukufu ikamuhimiza sana nani? Mwanadamu, ila tafkiri fi nafsihi wa ila dirasatiha wa maarifati asrariha. Cha kwanza, huyu mwanadamu anatakiwa kufanyaje? Kufanya tafakuri katika nafsi yake, yani kuifikiria nafsi yake. Na kama jinsi ambavyo tulivyosema katika darasa lililopita, nafsi ya mwanadamu kamathalil kitabi, ni kama unavyoona nini? Kitabu namna kilivyo, kinazo kurasa. Kwa hiyo ni vema zaidi katika ilmu hii ya psychology uzisome zile kurasa za nafsi ya mwanadamu, utaishi vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Ndio akasema Qur'ani imemuhimiza mwanadamu ajitafakari katika nafsi yake na aisome vizuri hiyo nafsi yake, wa maarifati asrariha, na bila shaka awe ni mtu mwenye maarifa ya kujua siri ya hiyo nafsi yake. Yani soma sana ilmu ya saikolojia ili mambo yaweze kwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu hayo. Naam. Kwa hiyo asitokee mtu akasema masomo ya kizungu yale. Haya ni masomo ya Kiislamu. Wazungu walichofanya, wameavuna yale masomo kutoka kwetu, wakaandika kwa lugha zao, alafu wakatuzunguka hivi, wakarudi tena yale masomo kutufundisha sisi kwa lugha nyingine. Alafu nasi tunakuwa wajinga, tena wajinga wa ajabu kabisa. Tunarudi kuyasoma yale masomo kwa lugha nyingine na kwa njia nyingine, lakini huku kwetu tunayakataa. Huu ni wazimu wa hali ya juu kabisa ambao tulikuwa nao sisi. Ni hatari sana Sheikh. Ilmu ya psychology, Qur'ani inasema tusome sana. Lakini kuna baadhi ya watu wanaweza akakupandikiza matango pori, anakuambia hizi hazitakiwi. Ilmu inayotakiwa sisi kusoma ni nini? Hifadhi sana Qur'ani na uhifadhi hadithi za Mtume. Kuhifadhi si vibaya, ni jambo zuri. Lakini sasa ndo tuishie hapo tu kwenye kuhifadhi Qur'ani na hadithi? Twende mbele zaidi inshallah biidhnillah. Tunakwenda sawa? Sasa hapa tunachotazama katika siku ya leo, at-talaubun nafsiyu. Katika ilmu ya psychology tunatazama kuna baadhi ya watu wanawachezea watu wengine akili zao. Yani ukijua hii, basi unaweza ukabaini hapa kuna mtu ananichezea akili
au hapa kuna kadha, unaweza kubaini na ukaona njia za kuweza kujinasua kutoka katika mtego huo hatari sana. Unajua huu mtego ni hatari sana. Yani mtu akiwa anakuchezea akili mzee, unaweza mwenyewe usijue kama unachezewa akili, lakini anakupeleka vile anavyotaka, kwa sababu anasoma psychology yako. Akishaisoma ile saikolojia yako sasa anakuvuruga vuruga, unachanganyikiwa kabisa. Lakini uwezo wa kujinasua katika maeneo hayo huna. Wewe upo tu unazidi kupata madhara, lakini yeye anakutumia kwa namna ambazo anazotaka yeye. Tunakwenda sawa? Kimaarifa mashekh zetu akatuambia, ukisikia talaubun nafsiyu, maana yake mtu ambaye anayekuchezea akili, huwa uslubun. Kwanza hizi ni njia ambazo zinazotumika. Tena uslubun khafiyun, ni njia ambazo zimefichwa sana. Ngumu sana we kumbaini huyo mtu au kubaini hiyo michezo, namna jinsi ambavyo anavyoichezea. Ni michezo inakuwa imefichwa sana. Yastakhdimuhu al-ba'd li saytarati ala afkari wa mashairi al-akharin. Wanatumia njia hiyo al-ba'd, baadhi ya watu wanatumia njia hiyo ya kuchezea akili za watu, lisaitarati ala afkarin, kwa ajili ya kuzidhibiti zile fikra za mtu. Yani anakudhibiti kifikra au wa mashairi al-akharin, au ya zile hisia za watu wengine. Yeye ana uwezo wa kudhibiti zile hisia. Kwa sababu gani? Anacheza na psychology yenu, alafu anazidhibiti zile hisia na zile fikra zenu, yeye anaziweka katika mkono wake. Anachotaka yeye ndicho mtachofanya, anayosema yeye ndiyo mtakayoyasikia. Yani hapo anakuwa katika hali za namna hiyo. Sasa huu ni mchezo hatari sana na ni mbinu mbaya sana. Ukiingia kwa mtu ambaye anajua mbinu za namna hii, umekwisha mzee. Na mara nyingi sana haya maisha tunakutana nayo katika masala ya ndoa. Yani ima unaweza ukaoa mke wa namna hii, au mke akaolewa na mume wa namna hii. Shekhe, ni hatari. Au ukawa na marafiki wa namna hii. Yani unao marafiki, lakini marafiki hao wanakutumia kisaikolojia. Au una walimu wa namna hii. Allah, inatakiwa kuwa makini sana katika mazingira kama haya. Sawa? Wakasema huwa uslubun khafiyun, ni misingi au ni njia ambazo zilizojificha sana. Yastakhdimuhu al-ba'd li saytarati ala afkari wa mashairi al-akharin. Hizi natumiwa sana na baadhi ya watu kwa ajili ya kudhibiti fikra za watu, au kadhalika kudhibiti mashairi al-akharin. Sawa? Hisia za watu wengine yeye anaziweka mkononi mwake yeye. Yeye ndo anazikontrol zile hisia za watu, fikra za watu anakontrol yeye. Kwa nini? Kwa sababu amesoma psychology yako. Sasa anajua akipita hapa na hapa na hapa, wewe utafata vile anavyotaka yeye. Hii ni hatari sana ndugu zangu. Njia ya kwanza ambayo wanaitumia inaitwa at-tashkiku fil aqli. At-tashkiku fil aqli, kwanza huyu mtu huwa ana tabia kwanza kutengenezea mashaka katika akili yake mwenyewe. Umeelewa vizuri? Anakuambia, jamani, mimi unavyoniona, kuna wakati nakuwa najielewa na kuna wakati nakuwa sijielewi. Unaona hilo neno? Naam. Ili siku akija kufanyia tukio akwambie, bana, unajua nimefanya bila kujielewa. Anakuandaa maana yake kwamba kuna wakati huwa najielewa na kuna wakati huwa sijielewi. Hii ni njia ya kufanya ya kuchezea akili yako. Ili likitokea tukio ambalo amelifanya, anakupeleka pale kwa hii ni zama za kutojielewa. Kwa hiyo wewe huwezi kumtuhumu. Unamtuhumu vipi sasa? Na yeye alishakwambia ana vipindi ambavyo anakuwa hajielewi, anaweza kufanyia tukio lakini hajielewi. Kumbe anafanyaje? Anacheza na saikolojia yako. Anakutengeneza ili likitokea tukio baya akwambie, si nilikwambia kuna wakati hizi hali huwa zinanitokea. Na wewe kweli bana aliniambia kuna wakati hizi hali huwa zinamtokea. Kwa hiyo hata kama ulikuwa na hasira na nini, inabidi ushuke tu. Hii inaitwa tashkikul aqli au fil aqli. Sawa? Hilatun khatira. Huu ni ujanja hatari sana. Ni hila hatari sana. Hatari mno. Taj'alu ad-dhahiya tashuku fi dhakiratiha wa idrakiha. Hapa itamfanya huyu mtu tashuku fi dhakiratiha, ataanza kuelezea mashaka ya nini, ya kumbukumbu zake. Mimi huwa nasahau sana. Anatengeneza mazingira kuwa anasahau sana,
ili akija kuambia baadaye nilisahau, usiwe na doubt yoyote, useme alinambia huyu ana tatizo la kusahau. Kumbe sio kweli, anacheza na nini? Na akili yako. Tunakwenda sawa? Wa idrakiha au utambuzi wake, anakuambia kuna kitu fulani sijui kabisa, sikijui kabisa. Muongo, anajua vizuri kabisa, lakini anakuonyesha wewe kwamba kile kitu hakijui. Tunakwenda sawa? Hata sihatiha al-aqliya, tena anaweza kaenda mbali mpaka kuambia kuna vipindi mimi akili yangu huwa inabadilika kabisa. Anakuambia vipo vipindi akili yake inafanyaje? Inacheza, inakuwa sio ile unayojua wewe. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa fi anfusikum afala tubsirun, zisomeni nafsi zenu mtabaini haya. Ukishajua tu kuna watu wana tabia hii, basi unajua njia nzuri ya namna ya kuenda nao hawa watu wa staili hizi. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo anaweza akawa anakutengenezea mandhari ya namna hiyo, sawa? Yunkiru almutalaibu hudutha waqa'in muayyana, na mara nyingi sana mtu wa namna hii huwa anakataa matukio ya wazi wazi kabisa. Kafanya tukio la wazi analikataa. Unajua analikataje? Ndio analikimbizia kule katika jambo lake. Mimi nilikwambia kuna nyakati na kuwa sipo sawa. Kwa hiyo analikataa lile tukio alilofanya dhahiri kwa kupeleka kule, kuna nyakati nilikwambia na kuwa siko sawa. Kwa hiyo hii hali imenitokea, haya matukio sikujitambua. Habari imekwisha pale. Manake stories zimekwisha, angalieni mambo mengine. Kesho atafanya tena, atakupeleka kule kule. Kesho hivyo hivyo anakuchezea nini? Akili, kwa sababu anacheza na psychology yako. Tunakwenda sawa? Au yuharifu tafasiliha, au kadhalika ana uwezo wa kufanyaje? Wa kubadili tukio. Yani yuko hivyo huyu mtu kafanya tukio la dhahiri na nyote mkaliona au wewe ukaliona, alafu analigeuza lile tukio, we mzee unaweza ukachanganyikiwa ukasema hivi huyu mtu namna gani? Tunakwenda sawa? Liilqa'i lawmi alayk, na anafanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu ya kubadili lile tukio alilofanya, lawama zirudi kwako wewe. Yani yeye anachokifanya, kafanya tukio baya, alafu lile tukio analigeuza, alafu baada ya kuligeuza lile tukio, lawama zinabadilika, zinakuwa kwa nani? Kwako wewe. Kwa mfano, unaweza ukamwambia mkeo mathalan, au mke akamwambia mume wake. Tuchukulie mume amemwambia mke, kwa sababu mume ndio mwenye mamlaka makubwa. Bana, sitaki uende mahala fulani. Yule bibi akaamua kwenda. Akarudi sasa, ukawa na mzozano. Mwanamume akamwambia, we mwanamke mtu mjinga sana. Unanielewa hapo? Anachokifanya huyu mwanamke, anaacha lile tukio la kutoka yeye kwenda kule alikokatazwa, anashika hili neno, kwa nini unanambia mimi mjinga? Unaona jambo hilo? Anacheza na nini? Na akili yako sasa, psychology yako. Kwa nini umenambia mimi mjinga? Kwa hiyo anashika hili neno la nini? La ujinga, kwa kubadili tukio lile ambalo lifanya, lawama zinakuja kwako wewe. Unaona hatari? Kwa hiyo sasa mnaanza sasa kuna mimi mjinga. Mnaacha sasa lile tukio, kwa nini umekwenda? Mnakuja mimi mjinga. Badala lile tukio la kwa nini umekwenda mahala fulani, lile linafutwa, linakuwa halipo. Linabaki ili kwa nini unaniita mimi mjinga? Umenionaje? Unanichukuliaje? Hii ni katika njia zinaitwa talaubu nafsi. Yani mtu anakuchezea nini? Akili kisaikolojia. Sasa watu wa namna hii tunao wengi. Sasa ni hatari sana jamani. Inatakiwa muwe makini sana. Mwenyezi Mungu ndo maana akasema wa fi anfusikum afala tubsirun. Someni nafsi zenu, someni psychology. Mkishaijua itawasaidieni katika mambo mengi kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana? Ndio tunasema au yuharifu tafasiliha, au inawezekana akabadili tukio zima kabisa, liilqa'i lawmi alayka, kwa ajili ya kudondosha lawama kwako. Sasa wewe ndio umekosewa na lawama zinakuja kwako wewe, huyo ulokosewa. Unalaumika wewe. Yani umekosewa wewe na unalaumika wewe. Hii ni hatari sana. Kwa hiyo lazima mtazame hizi mbinu za talaubu an-nafsiyu, yani kuchezeana akili kwa mtindo huu ni hatari sana. Na nitakuelekezeni namna ya kujinasua, kwa sababu mara nyingi mtu akishaingia katika mtego huu ngumu sana kutoka. Ngumu mno kutoka katika hali hizi. Tunakwenda sawa? Mchezo wa pili wanaotumia ni lu'ubu dawri dhahiya.
Sawa? Yani ni mchezo ambao wewe unakuwa ni kama dhahia, yani wewe ndio unakuwa mbuzi wa kafara. Anafanya yeye tukio, alafu mzigo mzima unakudondokea wewe. Hii ni njia ambayo wanatumia katika mazingira kama haya, inaitwa qalbul adwari bihaithu yadhharu almutalaibu nafsuhu bimadhharin madhulumin. Yani ni mtu ambaye ana uwezo wa kubadili tukio, alafu huyu ambaye anakuchezea akili akawa anaonyesha namna alivyo, kama yeye ndiye aliyekosewa, aliyodhulumiwa. Yani yeye ndo anakufanyia wewe dhulma, alafu anatengeneza mazingira inaonekana yeye ndiye aliyefanyiwa dhulma hiyo. Yani yeye ndio mkosa, lakini anatengeneza mazingira wewe ndio unakuwa mkosaji wakati wewe ndio ulokosewa. Yani anakuwa ni fundi sana wa namna hii. Kwa nini? Walbari, lakini kadhalika na anaonyesha yeye ni mtu mwema sana. Mwema sana. Umeona? Haya, mimma yaj'aluka tash'uru bita'atufi ma'ahu, jambo ambalo litakalopelekea wewe utamhurumia. Yani wewe mwenyewe ulofanyiwa kosa unamhurumia alofanya kosa. Kwa nini? Kwa sababu anajifanya kama yeye ndio aliyokosewa, kumbe vile ulokosewa ni wewe, kwa hiyo unamhurumia kwa kosa ulokosewa wewe mwenyewe. Hii ni hatari sana jawadi. Hii inaitwa lu'bul adwari dhahia. Ni njia ambayo wanaitumia watu, baadhi ya watu ambaye anacheza na saikolojia yako, anakuchezea akili. Kwa hiyo anakuvuruga kiakili, anafanya anayoyataka, alafu linageuzwa lile linakuja upande wako. Likija upande wako sasa wewe lazima uingie huruma. Mathalan, anaweza akaondoka mkeo akaenda kusikojulikana na akalala huko, alafu asubuhi akaja ametia huruma sana, anakuambiaje, wallahi nilipokuwa nimekwenda, yani saizi ungekuta nimekufa mimi. Ungefia nini? Nilianguka sehemu, nikabebwa, nikapelekwa hospitalini kwenda kutibiwa, yani nimekuja kuamka hivi tu alfajiri ndio nimekuja kuamka. Unaanza kuona huruma. Wakati mwanzo walikuwa wanasema akija huyu nampiga talaka hapo sitaki kumuona. Alafu anakuja na story hii. Wewe unafanyaje? Unapigana? Kimya. Tena unasema Mwenyezi Mungu amekunusuru mke wangu. Kumbe katoka kwa Bwana huyo. Wallahi ni hatari sana. Kwa hiyo anatengeneza mazingira, sasa unaanza kumhurumia. Mke wangu kumbe ndio hivi. Na hela unatoa. Sasa inatakiwa unywe supu kwa sababu jana ulianguka, hali sio nzuri. Unatoa hela na kunywa supu mzee. Alilala kwa Bwana. Ila sasa hatari sana, anacheza na nini? Psychology yako. Watahmilu mas'uliyata akhtaihi, lakini kadhalika vile vile anachokifanya anabeba sasa, anakubebesha wewe nini? Yale masulia yake. Makosa yake unayabeba wewe. Mimi nilikwambia wewe toka siku nyingi kabisa, nilikwambia nipeleke hospitali, wewe hutaki kunipeleka. Unaona hatari? Toka siku nyingi nilikwambia wewe hutaki. Unaona sasa leo nimeenda huko safarini, nimeanguka. Kwa hiyo makosa sasa yale unapewa wewe. Unaona hatari hiyo? Wallahi ni hatari sana. Litajannubi idhaihi atifiyan, ili wewe usianze kuchunguza. Hapo tena wala huna fursa ya kuchunguza kwa alianguka kweli au hakuanguka kweli, kwa sababu kweli anakuambia siku zote nipeleke hospitali, wewe umpeleki. Kumbe nipeleke hospitali ni nini? Ni sehemu inatengenezwa mazingira kwamba siku ukiambiwa nilianguka, iwe ina utangulizi huku, mukaddima tayari. Kwa hiyo mawaidha yanakuja baadaye. Si ndio siku zote inakuwa hivyo? Mukaddima ukianza mawaidha si yanafuata? Au unaanzaga mawaidha afu mukaddima unakuja? Unaanza mukaddima, mawaidha yanakuja baadaye. Kwa hiyo anaanza kutengeneza mukaddima mzuri kabisa. Kwa hiyo mawaidha yakija unasema yamepita katika njia zake. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Litajannubi idhaihi atifiyan, ili kadhalika wewe uweze kujiepusha na yale maudhi yake kwa mapenzi na mahaba, lakini kadhalika na huruma ya kumhurumia. Unamhurumia katika kosa ambayo wewe litakiwa usimame imara, lakini yeye ndo anakuambia mtihani mkubwa. Kwa hiyo kosa unabadilishwa wewe. Hii ni njia ambayo inatumika. Njia nyingine al-isqat,
ni njia inaitwa al-isqat, kukuporomosha, kukushusha chini. Yani kuna njia ambayo inatumika, anakushusha kabisa daraja yako, cheo chako, hivyo yani unakuwa ni mtu wa chini sana, usemi kitu mzee wala ufanyi kitu. Sasa hii amaliyatu la shuuriyah yalja'u fiha almutalaibu ila ilsaqi uyubihi wa nuqati dha'fihi bika. Anachokifanya huyu mtu mara nyingi sana huwa anakimbilia zile aibu zake kuziambatanisha na wewe, sawa? Wa nuqati dha'fihi, na zile nukta za udhaifu wake anazirushia kwako. Tunakwenda sawa? Ka an yattahimaka bil khida', yani kama vile anaweza kutumu katika watu waongo, we ni muongo namba moja. Katika watu wadanganyifu, we ni mdanganyifu namba moja. Kumbe haya anayoyasema uongo ni yeye ndo yuko hivyo. Watu wa balagha wanamsemo, wanasema idha saa fi'lu almar'i sa'at dhununu, vitendo vya mtu vikiwa viovu basi dhana zake zinakuwa ovu sana. Yani dhana zake zinakuwa mbaya sana. Kwa sababu gani? Anahisi yale matendo anayoyafanya yeye ndio na mtu mwingine anayafanya matendo kama hayo. Ndio siku moja katika hizi psychology hizi, kuna binti mmoja, kulikuwa na ukoo mmoja ambao wao ni sharafu, ni utukufu, yani waozeshe binti akiwa bikra. Si mnamjua bikra? Yani yule ambaye hajakutana na mwanamume. Sasa kuna binti mmoja yeye akafanya michezo hii ya hatari, bikra ikaondoka. Na yeye mwenyewe anajua kabisa kwamba bikra hana. Sasa ataolewaje? Na heshima ya familia ile ni mtu aolewe bikra. Basi kila akija mchumba anakataa, anasema mimi siko tayari. Lakini siko tayari kwa sababu gani? Anapandisha mashetani kichwani. Lakini yale mashetani anayopandisha ni la shuuria, si kweli. Ni kwa sababu anaona kabisa kuna aibu inakuja nikikubali kuolewa. Sasa anapandisha mashetani, anasema wana mimi nimefanyiwa sihri, kwa hali hiyo sitaki kuolewa na mtu mwingine, na mtu yoyote yule. Ikawa shida hivyo. Wazazi wanapata tabu, binti umri unakuwa, unaendelea kuwa mkubwa. Wakaona bora tumchukue tumpeleke kwa Sheikh, wakampeleka kwa al-Imam Sha'rawi. Kumfikisha pale. Sasa unajua mashekhe wakisoma ilmu za psychology, tu mtu hivi unabaini. Basi kamwangalia zile alama akabaini, akaona huyu anatuigizia huyu. Akawaambia wazazi wake, bana hebu nipisheni kwanza, nataka niongee na huyu binti. Wakatoka nje. Al-Imam Sha'rawi akamwambia yule binti, hebu niambie ukweli. Acha mambo ya haya. Wewe huna jini, huna shetani, huna chochote. Wewe unatuletea uhuni. Sasa niambie ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Yule binti akamwambia, Sheikh bana, naomba mimi nikwambie ukweli, lakini naomba unilinde kwa wazazi wangu. Mimi sijui tu nitafanyaje kwa wazazi hawa. Nikamwambia niambie, mimi nitajua namna ya kufanya. Akamwambia, Sheikh bana, mimi nilishafanya ile michezo kinyume na sheria. Sasa sina bikra, naona aibu kwa wazazi wangu nikiolewa alafu nikakutwa hivi. Ndio hilo tu. Naam. Basi hilo limekwisha, lakini usiwaambie wazazi wangu. Akamwambia subiri, wala usiwe na shaka. Akawaita wale wazazi, jamani njooni, kazi shaisha. Wakaja pale. Akawaambia, jamani nikwambieni kitu huyu binti ana shetani mbaya sana. Na shetani wake yuko tayari kutoka na kumwacha huyu binti afanye maisha yake na aolewe. Lakini anasema hivi, huyo shetani wake namna alivyo, ana sehemu 3 tu za kutokea. Sehemu 4. Sehemu ya kwanza, imma atokee kupitia katika macho yake, na akitokea hapo binti atakuwa kipofu na hataona tena katika maisha yake. Sehemu ya pili, akitokea kupitia katika masikio yake, basi binti huyo atakuwa ni kiziwi, hatosikia tena katika maisha yake.
Sehemu ya tatu, akitokea kupitia mdomoni kwake, binti huyu atakuwa bubu, hatosema tena katika maisha yake. Na sehemu ya 4, akitokea katika sehemu zake za siri, anaondoka na bikra yake. Sasa nyewe mnasemaje? Wazazi wakatazama wakasema, ila bikra ni dogo zaidi, bora hili bora aondoke na bikra yake. Basi sawa, kama ndio hivyo sawa, basi nipisheni hapo dakika moja. Kama umesikia wewe haya, jambo hilo limekwisha, wewe sikia kwa achana na hizi taarifa hizi, sawa. Kwa hiyo akija mchumba, olewa. Basi kweli baada ya masiku kadhaa kaja mchumba. Wazazi wa yule binti wakamwambia yule mchumba, bwana unakuja kuoa kwetu. Lakini binti aliwahi kupata matatizo, akasibiwa na shetani. Shetani yule alipotoka, akatoka na bikra yake. Yule bwana akasema, bwana mimi sikufuata bikra, nimemfuata mke. Kwa hiyo inshallah naomba niozesheni huyu mke. Akaozeshwa katika mazingira. Unaona sasa, yule Sheikh Sha'rawi alichokifanya, alicheza na nini? Saikolojia yule binti. Akaona huyu anatuligizia huyu. Kwa hiyo nyinyi msipokuwa makini, mnaweza mkasumbuliwa sana. Mnahangaika huku na kule nani, kumbe binti anawaigizia. Kwa hiyo lazima uwe na elimu ya psychology. Ukijua hiyo, unaweza ukasuluhisha mambo biabsati al-asbabi, kwa sababu dogo sana ukamaliza kazi, mambo yakaenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo lazima tuwe makini. Kuna mtu ambaye anaitwa al-isqat, amaliyat la shu'uriyya. Sawa? Huyu sasa yeye kazi yake anafanya nini? Anachukua zile nukat za udhaifu wake, anakupandikizia wewe. We muongo sana. Basi jua yeye ndio muongo sana. We malaya sana, yeye ndio malaya sana. Yaani ukiona tu hivyo jua tu ni hivyo. Yeye ndo mambo jinsi yale. Kwa nini? Kwa sababu akisema hivyo anakudhoofu wewe. Na wakati mwingine anaweza kufanya uhalali, kwa sababu wewe malaya, basi acha na mimi niwe. Ndo maana yake. Namalizia mkasa mmoja. Juzi kuna mtu mmoja alikuwa ananihadithi. Kuna mdada mmoja kaachika kutoka kwa mume wake, kwa sababu anamwambia mume wake ni malaya sana, ana wanawake wengi. Tena cha hatari sasa, huyo mume wake anaitwa Yusuf. Basi huyo alokuwa ananiambia, anasema nyinyi kina Yusuf nyewe malaya nyinyi. Ananiambia hivyo, huyo alikuwa ananihadithia huo mkasa. Nyinyi kina Yusuf nyewe malaya nyinyi. Kwa sababu ya Yusufu mmoja. Sasa yule mdada anakaachika kutoka kwa mume wake kwa kumtuhumu kwamba huyo mume wake ni malaya. Cha ajabu sasa, yule dada ndo kaja kuwa malaya kupita malaya wengine. Sasa hivi sasa kawa ni binti wa Kiislamu, anakula nguruwe, anajiuza. Anavaa vile vinguo vya umu, anasimama kwenye mabaa, anajiuza. Sasa hebu jiulize swali la kawaida. Hapo malaya anakuwa nani? Aliyokuwa anatuhumiwa ni malaya, na huyu sasa malaya anakuwa nani? Kwa hiyo ni hatari sana, lazima tuwe makini, sawa? Awil anania, au anaweza kutuhumu selfish, ubinafsi. Wewe mbinafsi sana, jua yeye ndo yuko hivi. Mara nyingi sana hawa watu anataka kuchezea akili kwa kukupa zile sifa zake yeye, anakupa wewe. Anakudhoofu shekhe. Tunakwenda sawa? Lakini bainama huwa yumarisu dhalika fi'liyan, kwa sababu yeye ndio mtendaji wa hayo, mara nyingi sana anayabadilisha yanakuwa yako. Hii ni hatari sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema wa fi anfusikum afala tubsirun. Jambo la mwisho kwa siku ya leo, kwa sababu haya mambo yapo 14. Hili ni la 4, tunasema almuamalatu samita. Kuna wakati mtu anaweza kutumia ukimya. Yaani ukimya, kukaa kimya. Ana uwezo wa kutumia ukimya katika kuichezea akili yako. Hakuulizi za asubuhi wala za jioni. Wala hakuulizi umeshindaje wala umelalaje. Kimya. Wewe usione ni kawaida. Kisaikolojia ana malengo. Uslubun iqabi. Hii huwa ndio njia wanatumia ya kumtesa alokuwa naye. Yaani kama wewe ni mume, haupokei taarifa yoyote ya salamu, ya kalamu, ya nini kutoka kwa mkeo. Hii anatumia ndo njia ya kufanyaje? Kukuadhibu, kukutesa. Kwa kawaida wewe kama ni mwanamume, unapokuwa na wanaume wenzako, alafu unaona huyu mkewe amemtumia hata kimessage za saizi baba fulani, unaendeleaje?
na wewe kajibu salama, alafu wewe kutwa nzima mzee hata kupata ka message hujapata. Kibinafsi unajionaje hapo? Uko mahala salama kweli? Unaona alafu taaluma inaonyesha siku zote mtu akiwa hacheki na wewe, naye anayecheka naye. Huo ndio ilivyo kabisa. Ukisoma katika elimu ya psychology iko hivyo mzee. Ukiona mimi kila wakati mimi nakaa na kununia wewe, kuna sehemu nacheka mpaka meno yangu yanaonekana. Mimi ndio ukweli ulivyo. Na kuna watu wengine ukiona hupewi, kuna sehemu mtu anatoa bila kuombwa. Kabisa. Yaani ukiona wewe mpaka uombe. Kabisa. Kuna mtu anapewa bila, tena anaulizwa nikuletee. Na anasema fasta tu. Na hatoi 100. Ni hatari kabisa. Lakini wewe ukiona mpaka uombe sana, kuna shida. Kuna mtu aombi wala aulizi mara 2, mara 1 tu. Ni hatari sana. Sio jamani, haya maneno yanatakiwa tuyasome, ni Qur'ani hii ujue. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Suratu Dhariyat aya 21. Ya'tamidu ala tajahuli tam. Mara nyingi njia hii asamita ya kukaa kimya huwa anategemea huyu mtu ambaye anakuchezea akili yako, huwa anategemea ule ukimya kwa kukupuuza kabisa. Hawezi kuona juhudi unazozifanya kwa ajili yake, haoni. Na hata ukitaka kumuonyesha mzee hawezi kuona hata siku moja. Hawezi kuona jinsi unavyojitoa kwa ajili yake. Hawezi kuona mtu wa namna hiyo. Kwa sababu gani? Ana lengo ambalo analitengeneza. Utaliona hapa. Waqatu qanawati tawasul, lakini kadhalika na kukata njia za mawasiliano. Zote zile njia za mawasiliano anakata. Akiona wewe upo karibu na mtu huyo anafuata, wewe achana na mke wangu au achana na mume wangu. Kwa nini? Hataki kuwa na mawasiliano yoyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua kabisa huyu inawezekana akaniona kule katika anga zangu, mambo yatafika haya. Sasa anakata mawasiliano mapema kabisa, kwamba wewe au la sivyo atakufuata wewe. Unajua yule fulani si mtu mzuri, mimi nishamuona, nimejaribu kumpima katika mizani yangu, nimeona hakufai, hana tabia nzuri. Kwa nini? Pakitokea jambo anakuja, si nishakwambia yule mtu sio mzuri. Unaona hizi taratibu anazileta ndio nilishaziona toka mwanzo. Anacheza na akili yako. Hatari sana jamani. Sawa? Kwa hiyo anakata mawasiliano liijbarika ala tanazul. Kwa sababu gani? Ya kukushusha wewe, kwa kutaka wewe ushuke. Wal i'tidhar, na anakuwa ni mtu mwenye kufanya, yani anakutaka wewe ufanye udhuru. Yani ule ukimya unataka wewe ujishushe bana, unajua basi tena yaishe yale, kosa lake, lakini wewe ushuke tena bana yaishe yale na nini. Ndio tunaanza sasa, vipi mambo anasemaje? Hakuna hiyo. Sawa? Kwa haya mambo lazima uangalie vizuri, huwa ni njia ambazo zinazotumika. Wal khudu' li shurutihi, na sababu ya ukimya mara nyingi malengo yake ni wewe ufanyeje? Unyenyekee zile sharti zake anazotaka yeye. Ndio maana ya ukimya. Mwende sawa. Mwende sawa ndio maana yake. Kama alikwambia kitu fulani ufate, ndio hapo sasa utaona mambo yanakwenda hivyo. Sasa hii ni psychology ambayo inatakiwa kuwa makini sana. Kumtazama mtu anayekuchezea akili anakuaje. Sasa kujinasua katika majambo haya ni ngumu sana. Mmoja anataka uwe na moyo mgumu. Uwe na moyo mgumu. Ukiwa na moyo mwepesi mzee, uchomoki. Kwa sababu kanuni ya hawa watu, na kisha hisi amekosea na akaona makosa yake ni mabaya sana. Kama we ni mwanamume, siku ukirudi nyumbani hapo utapewa mapenzi mazuri sana. Unaelewa maana yake? Anafuta lile kosa. Alafu ana lugha yake anakuambia, kama mimi ni mtu mbaya, mbona jana nimekupa mapenzi vizuri? Kwa lile kosa linafanyaje? Limepotea hilo. Mbona nimekupikia chakula kizuri? Mbona nimekufulia nguo vizuri, nimekunyoshia? Kama mimi ni mtu mbaya, si ningekuacha hivyo hivyo? Na ukiangalia unaona kweli jana alinifulia nguo, jana alinipikia chakula kizuri. Kosa limekwisha hilo. Kesho kutu anafanya tena na anakufanya tena matendo haya. Akili yako inachezewa kwa utaratibu huu.
Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru. Allahumma amin. Tunaomba Mwenyezi Mungu atupe marafiki wazuri, Amin. atupe wake wazuri. Amin. Na dada zetu kule Mwenyezi Mungu awapeni waume wazuri. Aisha, Mungu akupe mume mzuri. Sawa? Na mengineyo. Inshallah ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Ila sasa namaliza, ubaya wa ilmu hii ya psychology, ukiisoma vizuri sana na maisha yako yanakuwa mabaya sana, kwa sababu utakuwa na tahadhari nyingi sana. Na Waarabu wanasema kuthratul hadhri tadullu ala su'bil amal. Ukiwa na tahadhari nyingi sana inafanya kazi haifanyiki, kazi inakuwa ngumu, kila kitu una tahadhari, itakuwaje hapa, haufanyi kazi mzee ukiwa hivi. Kwa mfano unaweza ukaoa mke alafu unasema ni hivi nisafiri hapa na kutoka hapa naenda Mwanza, huyu mke nimemwacha hapa nyumbani, si ataziniwa huyu, utaoa? Huoi mzee. Nikitoka hapa naenda Kariakoo, nimemwacha hapa nyumbani. Kinyume cha hivyo wewe unatembea naye hivi jambo ambalo haliwezekani. Na kisaikolojia mtu mwenye akili kubwa haoi. Unanielewa? Mtu ukiwa na akili kubwa huoi na au haolewi. Kwa hivi mara nyingi sana huyu mtu huwa anafikiria faida. Mwenye akili kubwa huwa anafikiria nini? Kuliko hasara. Hivi nikishaoa, nikimoa huyu, faida yangu mimi nini? Anaanza kufikiria nini? Faida. Sasa ataoa huyu. Anakaa na mwanamke anajaribu kumchallenge katika mustawa wa akili yake. Akisikia mwanamke anamwambia yani hapa ningepata kijora, yeye anaweka X pale. Huyu sio mwanamke wa maendeleo, huyu ni mwanamke wa kuvaa. Yani anachotaka ni yule mwanamke anampa mpango ambao anajua mwisho wa siku unakuja kuleta income. Mtu mwenye akili kubwa anakuwa hivyo. Sasa matokeo yake anachelewa sana kuoa au haoi kabisa. Ndio ile mtasema huyu jamaa mbona umri mkubwa haoi? Yeye anachotaka, anataka mwanamke wa kufanana naye kiakili, wakati wanawake hao duniani hawapo, na kama wapo ni wachache sana na kuwapata kwake ni ngumu. Wafanana na wewe kiakili mwanaume, ngumu sana hiyo. Yani afanane na wewe kimipango yenu, kibiashara, awe ni mtu fundi wa biashara, awe anajua namna, haumpati wa namna hiyo. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, haya tunayofanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndo chachu sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunakuja na swala moja muhimu ambalo ni tanbihi ama tahadhari ya kwamba kumezuka matapeli ambao wakitumia jina la Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali wakijifanya wao ndio Sheikh Yusuf mwenyewe. Kwa hivyo unaweza kuona mfano huyu bwana huyu, watu wametapeliwa wengi mpaka kufikia sasa kupitia bwana huyu hapa, yeye akidai kwamba yeye ndio Sheikh Yusuf Diwani mwenyewe. Na kwa bahati mbaya sana na watu hawawezi kuona tofauti, sababu ameweka mada zote za Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, na kubwa ndio natoa tanbihi. Na hapa Sheikh atatia neno kwa ufupi kabisa kwa watu hawa ambao wenye taratibu hizi za kufanya utapeli kupitia jina lake. Yeye anazungumza kitu gani na ni ipi tahadhari kwa jamii ambayo imekuwa kitufuatilia kwa nyakati zote? Sheikh, kuna hili swala ambalo liko mbele yetu hapa la utapeli na limeshamiri kwa kweli, channel nyingi sana ambazo zinachukua mada zetu wakijidai kwamba ndio wewe. Na kwa bahati mbaya pia wanapoweka ni kazi ngumu kidogo kubaini kwamba sio wewe. Lakini wito wako wewe na watu wa namna hii, nini unawaambia jamii ili waweze kuepukana na utapeli unaoendelea siku baada ya siku? Naam, jambo la kwanza mimi ni wape pole wale wote ambao wametapeliwa kupitia huyu bwana na wengine. Ndugu zangu, napenda niwafahamisheni, akaunti yetu sisi sio hii mnayoiona hapa. Hii ni akaunti feki. Huyu mtu kaandika Sheikh Yusuf Diwani, kaandika hivyo. Hii sio akaunti yetu sisi na wala hatuijui kabisa. Na hizi namba alizoweka hapa ni namba zake huyo mtu, sisi hatumjui.
Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye amewasiliana na huyu bwana akahisi anaongea na Yusuf Diwani, huyo katapeliwa. Namba zetu sisi ni hizi hapa. Lakini kadhalika vile vile ukiona unaambiwa tuma pesa, alafu jina la upokeaji wa pesa linakuwa tofauti na jina la Yusufu Mshindo Diwani, jua kabisa hapo unaibiwa. Huyo unayemtumia pesa sio Yusufu Diwani. Ili awe yule ambaye wewe unamtumia pesa awe Yusufu Diwani, majina yatakuja hivyo hivyo, Yusufu Mshindo Diwani, ndio majina yatakuja katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo shtuka ndugu yangu, ukiona anakuambia mimi ni Yusufu Diwani, alafu kadhalika anakuambia tuma pesa, unamuuliza majina atakayotokea katika namba hii inayopokea pesa ni majina gani, anakutajia majina tofauti, au unaona majina tofauti na majina ya Yusufu Diwani, jua kabisa huyo ni tapeli, anakuibia na sio Yusufu Diwani. Channel za namna hii ni nyingi sana, watu wamezianzisha kwa lengo la kutapeli watu. Yaani wanatumia jina langu kwa ajili ya kutapeli watu. Kwa hiyo kuweni makini ndugu zangu. Tumejitahidi sana namna ya kufanya ili kuweza kudhibiti hii hali, ni ngumu sana kuidhibiti. Kwa hiyo jambo la msingi ni sisi kuwapeni tahadhari nyinyi jamaa zetu. Inawezekana mkaa mnaongea nao sana, mkahisi mnaongea na sisi, mkawatumia pesa, mkahisi mmetutumia sisi, lakini la, sio sisi kabisa. Sisi akaunti yetu na namba zetu ni hizi ambazo unaziona, lakini akaunti ya huyu jamaa ni tapeli, kaandika Sheikh Yusuf Diwani, na bahati mbaya akachukua klipu zetu nyingi kaziweka. Kwa kweli unaweza ukaamini ukahisi ni yeye, lakini namna nyepesi ya kufahamu kwamba sio yeye, chukua namba zake hizi, we muulize, tumwambie bwana nataka nikutumie fedha katika haya ambayo tumezungumza. Je, jina linatokea nani? Akikutajia tu jina litakalotokea katika hiyo namba ambayo anataka atumiwe pesa likatokea tofauti na jina la Yusufu Mshindo Diwani, jua kabisa huyo unayezungumza naye sie, na kadhalika vile vile ujue huyo anakutapeli, huyo ni tapeli. Kwa hiyo kuwa makini sana kutokana na haya masala ya kimitandao, ni hatari sana ndugu zangu. Na hapo kwa kumalizia nikukumbushe kwamba bahati mbaya sana watu wa matapeli kwanza hajulikani ofisi zao ziko wapi. Sahihi kabisa. Naam, hawa utamwambia bana basi nataka nije nikuone, atakwambia wewe fanya tu taratibu, tuma pesa, mimi nitakufanyia jambo lako. Yani ndio wako hivyo. Maana hawana anwani sahihi ya kupatikanwa kwao. Sahihi. Kwa hivyo akiwepo ukiwa Zanzibar, ukiamini kwa Zanzibar atakwambia nipo Dar es Salaam. Na ukiwa Dar es Salaam atakwambia nipo Zanzibar. Ili mradi tu kwamba muonekane kuna kupishana kwa namna moja ama nyingine. Na ukimwambia nipo Zanzibar atakwambia niko Mbeya. Ukimwambia niko, yani lazima tu akwambie sehemu ambapo itakuwa ni mbali na hapo ulipo wewe. Sasa huu ni utapeli na ni uhuni. Sisi ofisi yetu inapatikana hapa Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini. Ndipo inapatikana ofisi yetu. Na namba zetu zote zinatoka jina hilo hilo, Yusufu Mshindo Diwani. Zote namba zetu zinatoka jina hilo. Ukiona namba inatoka jina lingine, tapeli huyo, anakudhulumu, anakutapeli, shituka, zinduka haraka. Hatuhusiki sisi na channel za kitapeli hizo. Na kwa hakika tutanbii kwa majamani, tuzinduke. Ukimwona mtu anakuambia tuma tu, na wakati we mahala ulipo unaweza kumfikia. Na sisi watu ambao kwa Dar es Salaam hii tunawaambia wafika kabisa ofisini kwetu, kwa sababu ndio sehemu sahihi ambayo unaweza kukutana nasi na huduma zile zikaendelea hapo. Wale labda tu wale ambao wako mbali sana na hakuna namna ya kufanya, na hata ikiwa hivyo basi majina atakayokuja akiambia kutuma pesa yatakuja vile Yusufu Mshindo Diwani, lazima yaje hivyo. Kwa hivyo ukiona tofauti, jua kabisa hapo unapigwa. Ogopa matapeli. Matapeli ni wengi sana, hawana wachokijua isipokuwa watumia zile taaluma za watu na kufahamika kwa watu, lakini pia na ustawa watu kwa ajili ya kutapeli watu wengine. Zinduka katika jambo hili, ni hatari sana. Kumbuka kwamba ofisi yetu iko Mbagala Kiziwiani, barabara kuelekea Jeshini, na namba zetu za simu ni hizi ambazo unaziona hapo na sizo zingine. Kumbuka kwamba ni hii tumetoka kama mfano wa akaunti. Hiya zipo akaunti nyingi sana ambazo kikweli tukiweka hapa zinaweza kufika hata 100. Lakini zinduka kwamba nili zetu zote zinakuja majina ya Yusufu Diwani. Ukiona utamtuma pesa jina lingine, hapo unapigwa ndugu yangu. Kuwa makini, zinduka. Na niwaombe tu ndugu zangu ambao mtapata klipu hii, naomba isambazeni kwa kasi sana ili wanusuru ndugu zetu wasiende wakatapeliwa
na hawa matapeli. Basi ukipata klipu hii msambazie na mwenzako ili kunusuru wigo na watu wengi ambao tayari wamekwisha tapeliwa wasitapeliwe na wengine ambao bado hawajafikia katika mikono ya watu hawa ambao ni hatari sana katika masuala ya utapeli. Na jitihada zimefanyika na ripoti ziko polisi, tunaendelea kutafuta, ila atakayepatikana mmoja katika hao basi ndio atakayedili kulipa za watu wote ambao tayari wamekwisha tapeliwa. Kwa hivyo na wewe kama unafahamu mchezo huo, acha mara moja, ni hatari sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.